kumpokea salam Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, insha Allah ni siku nyingine leo tena tunaendelea na darasa letu kama alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na kwa uwezo wake. Ni wengi walitaraji wafikiwa na siku ya leo, lakini Allah hajaweza kuwafikisha. Wengi pia walitaraji waweze kuwa katika kipindi kama hichi, lakini kutokana na sababu na dharura kadha wa kadha, Allah hajaweza kuwafikisha na kuweza kufika siku ya leo. Alhamdulillah. Uchache wa shukrani hatuna budi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani, pia nichukue fursa hii kutoa hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sehemu ya mawaidha, lakini walau moyo basi anapata walau kwa dakika moja tu. Uzani katika imani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbulatun linnas, neema mbili zinakuwa ni adimu sana kwa watu. Neema hizo mbili zinakuwa huwa ni adimu sana kwa watu. Neema mbili zinakuwa ni adimu sana kwa watu. Ama ndugu zangu, neema ya kwanza as-sihhatu, afya. Neema ya afya ndugu zangu katika imani ni adimu sana kwa watu. Neema ya pili al-faragha, huwa na muda. Kuna watu Allah amewajalia neema ya afya, wana uwezo hata wa kwenda kuperform pilgrimage, yani kwenda kuhiji, lakini Allah hajawapa muda. Yani mtu ana afya na ana pesa. Pesa hizi hapa milioni 15, labda milioni 12, milioni 11 za kwenda kuhiji, na afya yuko madhubuti, lakini hana muda wa kwenda kuhiji, labda siku 15, siku 20, hana muda kabisa. Faragha. Yani watu wengi hawana muda. Unakuta saa nyingine mtu unataka uende tu ukashiriki msiba, mazishi, basi unakuta hauna muda. Unataka ukamuone tu mgonjwa, ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni swaiba yako, ni jirani, kapatwa na changamoto yoyote, lakini hauna muda. Hizi neema Mtume alisema ni adimu sana kwa watu. Muda, faragha. As-sihhatu, afya, pia ni adimu sana kwa watu. Kuna watu wana muda wa kutosha na wana pesa za kutosha kufanya hija, kufanya mema na khairati, lakini Allah hawajawapa afya. Kwa hiyo ukiwa na hichi unanyimwa hichi, ukiwa na kile unanyimwa hichi huko. Kuna watu kweli wana muda lakini afya hawana. Kuna watu wana pesa za kufanyia mambo, za kufanyia majambo, lakini muda wa kwenda kufanyaje, kushiriki, afya ile, yani wana pesa na nini, lakini afya yao Allah subhanahu wa ta'ala hajawezesha kwenda kufanya mambo kadha kadha na kushiriki mambo kadha kadha. Kwa kuwa Allah amekupa neema ya muda, mshukuru Allah. Kuna mtu anatamani sasa hivi apate muda walau dakika 20 tu za kusoma, hata 10, hana muda. Afya ni muda, hiyo ndo faragha. Wasihhatu, kwa neema mbili Mtume alisema maghbulatun linnas, adimu sana kwa watu. As-sihhatu, siha, afya iliyokuwa njema, wal faragha, pamoja na wasaa wa kufanya jambo fulani. Alhamdulillah, tumshukuru Allah, tusemeni alhamdulillah, sisi tuliojaliwa miongoni mwa hivyo viwili kati ya hivi. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, huo ulikuwa ni mukaddima, utangulizi kidogo, ili tuweze kuendelea na darasa letu siku ya leo biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu katika imani,
tumeshaingia katika darasa letu. Tuko katika darasa letu ambalo ni kama hilo tunaloliona, na darasa ni, nadhani darasa letu, nitoe mrejesho wa darasa ambalo jana tumelifanya. Mrejesho wa darasa ambalo tumelifanya jana, alhamdulillah, ni darasa ambalo kwa kweli nimefurahi sana kusikia wanafunzi wangu wamelisoma darasa hilo. Alhamdulillah, nimefurahi sana kuona wanafunzi wangu wanasoma darasa hilo, na sijategemea kama watu watasoma vizuri na ipasa. Ustadhi, umepotea hewani au ni kwangu tu? Hapana, kwa wote tu. Naona kama network yake sio mzuri alipo. Asante. Hata huko atumsikie. Tunaona tu Arabic service. Naona amerudi lakini bado Lakini tumuone mwingine. Hajarudi. Simuone kabisa. Hajarudi. Kwa changamoto msikini. Mtandao. Mvua hizi. Changamoto hizi kwa sisi tu darasa la kwanza. Je, wala pige mtoto wanapoanza. Mtihani kwa kweli. Au mzigo unaelemewa watu wengi. Inawezekana watu wengi. Watu wengi hapana. Watu wengi, kila mtu anatumia internet yake. Hata mkiwa wengi, kila mtu anatumia internet yake. Ndio. Basi kwa kutakuwa na shida. Haijakaa sawa. Tumsubirie aenda na mitambo. Ndio tunamsubiria, subira. Awali tumpata zetu wakati sahihi. Wakati tunamsubiri ustazi, Huwezi kujua, kila watu wana changamoto zao. wakati tunamsubiri ustazi, naomba niulize. Kuna mtu ana huduma ya stationery? Mkazi wa Dar es Salaam? Hapana. Sijui unataka kuprint nini? Nilikuwa nataka kuprint hiki kitabu, manake nimeenda kutaka kuprint nimeambiwa 50,000 eti ananiambia kitabu hiki, hii soft copy ambayo ya darasa juzu yetu tupatia ustazi. Nilikuwa nataka kuprint. Sasa nimeenda hiyo stationery eti ananiambia 50,000. Nilikimbia. Kwani ni page ziko page ngapi? 102. Nikamwambia yani page 102 kitabu nunua kuliko na kinunua bei kuliko hata ada. Sasa maana kuna sehemu wana print wengine bei rahisi. Maana ukienda watu wana print page 100 shilingi 100 itakuwa ghali. Kuna watu wanafanya page shilingi 30. Yaani watu sasa yeye anafanya page moja shilingi 1,000. Kwa hiyo page 102 akaniambia 50,000. Nasema kama unahitaji unaweza kumwambia kwa wasiliana naye pale. Yani stationery ambayo ni ya kawaida tu hivi wana print page shilingi 100, lakini stationery ambayo zina print vitu vingi kama hapa Banana wapi unakuta page shilingi 30, shilingi 40, shilingi 50. Lakini ni copy shehe wangu. Anasema hiyo ni copy, kuprint hiyo to printing. Kama kitabu sio sawa na copy ya vitu vingine jamani. Yaani hapa
Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimerudi hewani. Maeneo kidogo ninayokaa kidogo kuna changamoto ya network inshallah. Natarajia nihamie mjini kwenye network nzuri. Huku Au kidogo mimi nikuhamishia Omani, maana huku hata umeme tu haukatiki. alhamdulillah, mashaallah, itakuwa vizuri sana. Jamani, mimi nitahama huku nilipo. Maana huku ni ndani, nyumba yenyewe iko kwenye sio muinuko, sio muinamo, yani network kidogo inanisumbua sana. Natarajia inshallah biidhnillah nikihamia mjini kidogo ndo network inakuwa iko vizuri, yani kwa mitandao yote biidhnillah taala. Kwa ndugu zangu msinichoke. Inshallah, ala kujali. Amin inshallah. Watu Omani huko mna raha sana huko, mashaallah. Yaani huku hata umeme tu haukatiki. Neema sana, hiyo neema kubwa sana. Haya, okay, tunaendelea na darasa letu. Alhamdulillah, nadhani mlikuwa mnanisikia mwanzo. Mashaallah, usomaji wenu ni mzuri. Allah alipe kila la kheri, Allah afungulie milango fahamu. Wallahi nafarijika sana ninaposikiliza voice note zenu. Yani mnasoma vizuri sana mashaallah. Yani sina la kusema, lakini naona tutamaliza kitabu kwa haraka sana. Muitikio ni mkubwa sana wa usomaji. Japo sio watu wote wanaotuma voice, lakini kwa wale ambao ninawasikiliza na wale ambao wanatuma lakini sijasikiliza voice note zao, napata faraja kubwa na hamasa zaidi ya kuwafundisha wanafunzi kwa ajili mnasoma vizuri sana mashaallah. Allah abarik, Allah awalipe kila la kheri. Makosa ni madogo madogo tu. Inshallah yatakaa sawa inshallah. Nadhani jana tuliishia kwenye herufi ya tuliishia ain. Leo tutaendelea hapa chini ghain. Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii ni herufi ghain. Hapa itasomeka ghain fatha gha, ghain fatha gha, fa fatha fa, ghafa, ra fatha ra, ghafara, fa fatha fa, ghain fatha gha, fa gha, fa fatha fa, fa ghafa, ra fatha ra, فغافر. نون فتحة نا، زال فتحة زا، نازا. غين فتحة غا، نازغا. فا فتحة فا، صاد فتحة صا، فاصوا. لام فتحة لا، فصلا. أليف فتحة أو نزل اسمها أليف أمزة فتحة فا فتحة فا، آفا. لام فتحة لا، آفالا. صاد فتحة صا، را فتحة را، صارا. فا فتحة فا، صافا. فتحة قا، تا فتحة تا، قاتا. لام فتحة لا، قاتلا. تا فتحة تا، قا فتحة قا، تاقا. عين فتحة ع، تاقا. أليف همزة فتحة ubao. Jamani, ubao uonekani kwa wote au ni kwa dada yangu aliouliza tu? Kwetu sisi wengine tunauona. Mimi naona Okay, saidieni namna kupata ubao. Okay, naendelea. Jaribu scroll kwenda chini dadangu, unaweza kuona. Okay. Ta fatha ta, qa fatha qa, taqa. Ain fatha a, taqa. Alif hamza fatha a, ba fatha ba, aba. qa fatha qa, abaqa. اوكي. كاف فتحة كا، تاء فتحة تا، كا. فتحة با، كاتبا. أليف ubao umetoka
kwa wote au kwako tu Sheikh? Umerudi. Umerudi. Ulitoka wote. Ba fatha ba. Kataba. Alif hamza fatha a. Ka fatha ka. Aka. Lam fatha la. Akala. Ta fatha ta. Ra fatha Inshallah. ra. Asanteni. Tara fatha ka. ترك. لام فتحة لا. عين فتحة ع. لا. نون فتحة نا. لا. سين فتحة سا. لام فتحة لا. سلا. فا فتحة فا. سلف. اوكي نendelea. نون فتحة نا. زال فتحة زا. نازا. لام فتحة لا. نزل. اوكي tunaendelea. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. نون فتحة نا. منع. عين فتحة ع. منع. أليف أمزة فتحة آ. ميم فتحة ما. أما. را فتحة را. أمر. حا فتحة حا. كا فتحة كا. حكى. ميم فتحة ما. حكما. نون فتحة نا. با فتحة با. نبا. ذال فتحة ذا. نبذا. ميم فتحة ما. نون فتحة نا. مانا. عين فتحة ع. منع. سين فتحة سا. كا فتحة كا. سكا. نون فتحة نا. سكنا. ها فتحة ها. لم فتحة لا. هلا. فتحة كا. هلاك. جيم فتحة جا. ها فتحة ها. جاها. را فتحة را. جاهرا. واو فتحة و. سين فتحة سا. واسا. قا فتحة قا. واساقا. فا فتحة فا. واو فتحة و. فاوا. ها فتحة ها. فاواها. با فتحة با. فاواها. يا فتحة يا. دال فتحة دا. يا دا. كا فتحة كا. يدك. واو فتحة و. يا فتحة يا. ويا. ذال فتحة ذا. ويا ذا. را فتحة را. ويا ذرا. كا فتحة كا. ويا ذرك. نعم. Alhamdulillah, tumeweza kumaliza. Nadhani hapo tutakuwa tumemaliza fatha. Tumemaliza fatha, alhamdulillah biidhnillah. Haya, nakuja kidogo katika uchambuzi wa hizi herufi na namna zilivyounganishwa. Ndugu zangu katika imani, ghaini tunaiona. Hii ni ghaini ina fatha. Angalia ghaini ilivyounganishwa na fa. Tofautisha. Zote zina nukta moja juu. Ghaini ina nukta moja juu. Fa ina nukta moja juu. Kwa hiyo angalia ghaini ilivyo. Ghaini mwanzo imetangulia. Ghaini na aini na fanana. Tofauti ni nukta moja juu. Ghaini kama hivyo unaona imeachama, imeacha mdomo wazi. Hiyo nenda nayo. Imeacha mdomo wazi. Ghaini. Angalia inayofuata ni fa. Ghafara. Faghafara. Fa ghaini angalia ilivyokuwa katikati. Samahani mwalimu kidogo kabla hajaendelea. Naam. Kuna ambao wamewasha mic, wazime mic ili tusikie vizuri. Tuendelee.
Okay, angalia fa, angalia ghaini ilivyokaa katikati hapa. Angalia ghaini, lazima ujue kutofautisha ghaini na fa. Angalia ghaini na fa ilivyo. Ghaini na fa. Hapo unaweza ukasema fa fa fara. Fa fa fara. Lakini kumbe fa gha fara. Kama ukisoma vibaya. Tofauti iliyoko baina ya ghaini na fa. Angalia ghaini imejikunja. Fa imekaa mduara moja kwa moja. Na ghaini katika kujikunja kwake katikati haina tobo, ina maana hakuna, there is no hole, hakuna kama shimo. Lakini fa hapa inaonekana kuna hole, kuna upenyo au shimo. Nadhani nimeeleweka hapo. Hapo sasa itaweza kutofautisha baina ya ghaini na fa. Fa gha fara. Na hapa juu pia the same, unaona tu ghaini kama ilivyo, fa kama ilivyo. Okay, nazagha. Nazagha. Nazagha, nuni imeungana na zal kama inavyoonekana. Haya, tunakuja faswala kama inavyoonekana. Faswala, hafala, hii hapa inaonekana very simple na very clear. Inaonekana hapa ni swarafa. Swarafa, hiyo inaonekana imeeleweka na inaonekana very clear. Inaonekana hii ni qatala. Qatala kama tunavyoona hii hapa iko clear na inaonekana. Hii ni taqa'a. Taqa'a. Angalia ta, angalia qa. Zote zina nukta mbili mbili juu. Lakini qaf inaonekana hapo ina mduara juu na inakuwa ina hole katikati. Ina shimo katikati. Inaonekana kuna uwazi, kuna upenyo katikati kama inavyoonekana. Usio kachanganya ukasema hiyo ni qaqa'a, ukasema hiyo ni qaqa'a, au ukasema hiyo ni tata'a. Hapana, hiyo ni taqa'a. Inaeleweka. Aba, abaqa, hii ni maarufu, hakuna atakayeshindwa. Okay, tunaendelea. Kataba, angalia kafu mwanzo ilivyoandikwa. Kataba. Inshallah, pia nimeona kuna watu wanaandika. Mashallah, safi kabisa. Ile inakupractice wewe pia kuwa perfect katika usomaji. Unapoandika pia ni kichwa unakishughulisha, kichwa unakisemesha. Kaaf inakuja hivi, inaenda hivi, ninakunja, ninakuja, naandika hivi. Nakufanya una practice na unakuwa vizuri. Kama una muda, practice kuandika pia. Inapendeza. Kataba. Angalia kafu ilivyokuwa hapa mbele. Kaf, kataba. Ilivyoandikika hapa mbele. Kataba. Hiyo inaeleweka. Akala, angalia kaf ilivyokuja hapa, haina tofauti na hii hapa kataba. Okay, taraka. Kaf imejitenga mwisho kwa ajili ya re, haiwezi kuunganikana na kaf. Laana, laana japo hapo kwenye naona huku mwisho nun wamesahau kuweka fatha juu. Hiyo ni typing error tu ambazo ziko. Haya, laana inaonekana hivyo. Salafa. Salafa. Sin, lam, fa. Zimeungana zote. Hizi ni herufi zimeungana zote. Hii sidhani hata kama kuna mtu atakayemshinda. Unaweza tukaamshwa usiku saa 8 usiku kaambia hii ni nini? Nasema salafa. Yani haina complicated. Iko inaeleweka. Masha Allah. Nazala, nun, nazal. Hii hapa ni nun, hii hapa ni zal. Zimekaribiana hizo nukta. Kwa hiyo isikuchanganye. Kwa kuwa huku juu umesoma nazala na huku basi huku inaonekana katika uunganishwaji wake. Japo zimekaribiana. Usije ukasema tara, tara la, tara la. Hapana, hiyo ni nazala. Zimekaa kidogo different na zimetofautiana. Nun, nukta ya nun iko juu kidogo na zal iko chini kidogo. Naam, ndugu zangu katika imani, tunaendelea. Manaa, manaa, mim fatha ma, nun fatha na, ain fatha a. Manaa inaonekana hapa mim, nun, ain. Hizi hapa zinaonekana na iko very clear na inaonekana vizuri. Ama, amara. Angalia alif, hamza fatha a, mim fatha ma, ra fatha ra, amara. Iko clear na inaonekana. Hakama. Hakama.
iko clear na inaonekana. Angalia kaf ilivyokunjwa ikashuka chini, ikaja mim mbele yake. Kwa sawa? Nabadha, nabadha ilivyoandikwa nun ba, nun nukta moja juu, ba nukta moja chini, naba dhal ikaungana pamoja na nun, naba, nabadha. Manaa, manaa hii hapa inaonekana vizuri. Angalia aini mwisho ilivyoungwa, angalia aini hiyo ishike vizuri, baadaye isikusumbue. Okay, sakana hii maarufu pia, kafu ilivyokaa. Halaka, halaka. Okay, halaka ilivyo, angalia ha ilivyo, angalia lam ikaja, angalia kaf ikiwa mwisho. Tulikuwa tunaitafuta sana hii. Okay, tutaenda na mfano huu hapa. Halaka, angalia moja moja, angalia ha ilivyo jitenga yenyewe, angalia ha ilivyo jitenga yenyewe, ndugu mwanafunzi. Alafu herufi iliyofuata ndugu mwanafunzi ni lam, alafu mwisho kabisa ni kaf imejitenga yenyewe. Kaf imejitenga yenyewe. Kwa hiyo nitengeneza neno halaka, halaka. Shekhe, video imeondoka. Kwako video imeondoka. Okay, imerudi. Sina muda. Imerudi eh? Kwangu hamna. Ipo, labda ni mtandao tu kwake. Okay, halaka lazima uwe nayo makini. Angalia lamu ilivyokuja, alafu kaf ilivyotokezea mwisho ikaenda. Angalia lam ilivyo na kaf ilivyotokea mwisho. Yaani imeanza lam alafu ikaja kaf kabisa. Sijui tumeelewana vizuri? Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vizuri. Halaka. Okay? Tunakuja jahara. Jahara kama tunavyoona jim na he. Angalia he. He inakuwa juu na chini. Katikati imepita mstari. Angalia jim na he. Jim ilivyo, he ilivyotengenezwa hapo. Jahara. Sawa sawa. Wasaqa. Wasaqa. Wao fathawa. Wao imejitegemea kwa ajili wao, ikiwa mwanzo huwezi kuunganisha na herufi yoyote. Ikiwa katikati pia the same, huwezi kuunganisha na kitu yoyote. Yaani wao si haiunganishiki na herufi yoyote, huwa ikogo independent yenyewe, imejitegemea yenyewe sehemu yoyote. Video imetoka, hauwezi kuunganisha. Okay, tunaendelea. Wasaqa, sin na qaf taswako maarufu. Okay, fawahaba, fawahaba. Umeona eh? Okay, hapa nimesema fa imeungana na wau kwa ikiwa katikati. Inavyoungana na wau ikiwa katikati. Fawa. Umeona nini? Wau ikiwa katikati. Okay. Fa ikiwa na wau. Umeona? Wau ikiwa katikati inaungana, na kama ikiwa mwisho, kwa mfano sijui itakuja mfano gani iwe mwisho ili iweze kuungana na herufi nyingine, lakini kwa hapa mwanzo inakuwa ni independent, haiunganishiki na herufi yoyote, inakuwa imejitegemea. Lakini kwa hapa katikati kama tunapoona fawa, fawa imekuja kutokea hapa, fawa haba imeungana na fa. Ya fathaya, yadaka, hii ni maarufu, inajulikana sana. Wa yadharaka, wa yadharaka, unaenda sawa. Wa yadharaka, hizi zimekuwa nyingi kidogo kama fawahaba. Wa yadharaka, wa fathawa, ya fathaya, ya imeungana na dhal, alafu hapa kuna ra, kuna ka fathaka. Wa yadharaka.
Ndugu zangu katika iman, tutaishia hapo inshallah kwa leo. Kama kutakuwa kuna swali naomba niulizwe. Naam, bismillah. Urudie tena mwalimu. Turudie mwanzo. Okay, nirudie mchanganuo kama huo, rudie kusoma herufi moja moja. Mwalimu, mimi nilikuwa na wazo langu kabla hujaanza kurudia, Ndio. kwa sababu hapa tupo kwenye somo la mwisho la fataa. Somo linalofuata ni la herufi ya fataa. Kwa hiyo hilo somo usitufundishe, kila mtu atwalii kivyake akusomee. Hizi mbili tuliosoma ni mtu atwalii tu aweke kichwani kwake. Somo linalofuata bila kutufundisha, kila mtu asome. Okay, hiyo ni rai. Kama watarizika pia. Hata shuleni wanapewa mitihani. Hata hapa sasa hivi anavyosema turudie, ni mwalimu mwenyewe tu anachagua hapo, somea hiyo hapo. Okay, basi mashaallah. Haya, hapa tunaenda haraka haraka kama mwanafunzi amesema turudie. Zime maiki zetu ili tusikilizane. Okay, ghafara, ghafara, faghafara, nazagha, fasala, afala, sarafa, qatala, taqa'a, abaqa, habaqa, qatala. Okay, anaendelea hapo. Kataba, akala, taraka, la'ana, salafa, nazala, mana'a, amara, hakama. Hapo nisikize, hakama, usiseme haqa, hakama. Nabadha, mana'a, sakana, hama, hamaka, halaka, sorry, halaka, jahara, wasaqa, fawahaba, yadaka, wayadharaka, wayadharaka. Okay, haya, kama kutakuwa kuna swali hapo. Nimerudia kwa uchache na nimerudia ile ya jumla. Okay, swali. Son shop. Mimi nilikuwa nishauliza, nasema nimesahau nishaongea. Okay, Sasa sijajua kama wenyewe wameridhia wanafunzi wenzangu. Okay, tutaenda kwenye nilimoja. Tushamaliza actually. Fatha tushamaliza. Sidhani kama kutakuwa kuna exercise. Ni zoezi huku chini. Kuna aiwa ili hapa. Hii hapa ni zoezi exercise. Yeah. Hii ni zoezi tu ambalo mtasoma tu kawaida. Ili sila fatha zenyewe tu au? Fatha tu zenyewe basi. Hasada. Sasa hizi ndio nimesema kila mtu asome alafu akusomee hizi. Tuache hili darasa tulilofundishwa. Hakuna shida inshallah, tutalifanyia kazi. Tutalifanyia kazi kama itawezekana, tutatuma tu kwenye group kule watu wafanyie kazi. Kama inaeleweka vizuri basi tukimbizane na herufi na haraka ambayo ni kasra. Okay, swali. Sheikh, samahani kidogo,
Naam brother. Mimi nina kitabu cha kidogo hapa kuhusiana na somo hilo la Fataha. Naam akhu. Kuna fata za irabu mbili, kuna zingine zinaenda fata mpaka za irabu 3, yani kila herufi imekwenda kwenye mtindo wa peke yake. Ndio. Sasa dada yangu alichokuwa nakizungumza hapo cha kusema tusome ndio mmoja, sasa ndio nitaka nikuulize kwamba mtu akisoma angalau asome kwa zile za herufi 3 au za herufi 2 au herufi ambazo zilizounganishwa. Okay. Ndio swali langu tu hilo. Kwa mfano hii ubao unavyosoma sasa hivi hapo ambalo umesema ni zoezi ni herufi za muunganiko. Kwa hiyo kama ni za muunganiko ina maana tutafute sehemu ambayo tutakuwa tunaangalia herufi za muunganiko na kuanza kusoma. Labda ndio nilichokuwa nataka kujua, au tuendelee kwa kuzitenganisha kama zilivyo. Okay, mashallah. Naam, swali zuri. Okay, sawa. Sasa yale ni mapendekezo tu nadhani aliyatoa dada katika kushajiisha usomaji na pia kushajiisha watu waweze kufanya juhudi ya kusoma na ili tuweze kwenda mbele kwa haraka zaidi kama uelewa huko. Sawa, sasa ndilo mimi nalipenda, ndilo ninachokipenda. Hapo tulikuwa tunataka tu kujua kama litawezekana, ni jambo jema kwa sababu kusoma hatukimbizani na muda. Tunachohitaji sisi ni kujua au kufahamu. Kwa hiyo kama ni kujua au kufahamu, kwa hiyo twende tu hivyo taratibu. Tuambie zile za kuungana tusome, tupeane ruksa. Leo wanasoma watu 3, dakika 20 zinaisha, unajibu. Tukimaliza kesho yake wanasoma tena watu 5, hivyo dakika 20 zinaisha. Hata tukimaliza wiki kwa kuwapa watu nafasi kwa kukusomea ni nzuri zaidi kuliko kukimbizana. Okay. Kwa hiyo ndio kweli. Kwa vile vile naweza kujifunza kwa mwenzio, vile vile na mwenzangu anasema, kwa hiyo zaidi mimi nijitahidi na mimi ninafuatilia kwa vizuri zaidi. Brother Musa, usikiki vizuri. Toa maoni yako vizuri tukusikie ndugu yangu. Nilisema kama alivyosema mzetu Yakubu hapo wa ipangiwe kila siku wasome watu 2 au 3 kwa kutumia angalau dakika 20 na dakika 10. Okay, kila mmoja present mbele hapa. Naam. Ustazi, nakuwa hiyo ni kama vile unatufanyia mtihani kama tumeweza kwenye Fataha, kwa sababu hizi zote zimeunganishwa na pia zipo 3. Kwa hiyo kama watu tupo makini, inabidi tusome hizi wewe bila kutufundisha, ili ujue wanafunzi wako kweli wapo makini. Na kusoma kwenye grupu, je, utamwachia nani? Mimi nilisema tusome kwenye grupu. Kaka zangu huko ndo wamesema tusome hapa. Kwa maana hiyo utupe mtihani tusome kwenye grupu. Okay. Bila kutufundisha. Okay, basi hakuna shida. Okay, kusoma kwenye grupu ni normal, lakini ulichokiongeza, yani ni kawaida kusoma kwenye grupu, lakini ulichokiongeza ni kusema hatujafundishwa somo lingine kama hiyo zoezi, basi ni direct kila mmoja aweze kusoma kwenye grupu inshallah. Basi brother Yakubu pia na la kwako alichukua inshallah ili tuweze kuenda nalo inshallah. Nitamshia ustadhi ajash katika hilo inshallah. Utakuwa kuna lingine pia? Kama hakuna inshallah, kulikuwa kuna swala la kesho kusoma inshallah. Nilighafilika kumuuliza Ustadhi Najash inshallah. Mimi nimenyosha mkono. Mkono muda mrefu, naona utaratibu wa kunyanyua mikono na kuruhusiwa na kuwa mgumu. Naona watu wanaongea tu, nimenyanyua muda mrefu. Karibu dada Sauda, karibu. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kuna hii kuhusiana na nani, tunaomba scroll juu kwenye ile mada ya leo tuliyosoma. Kuna swali kuhusiana na zile herufi. Okay. Okay, unasemea ipi hiyo?
hapa au kwenye ile nyingine? Scroll ama sioni. Hebu scroll tena chini. Chini. Aha, chini. Au sijui niliona vibaya au ilikuwa ni nini? Maana kuna sehemu ulikuwa unasoma ulikuwa na nuni ambayo haina fatha na lamu ambayo haina fatha, lakini ukaisoma kama la, na ile nuni ambayo haina fatha ukaisoma kama na. Yani Okay, kuna sehemu kweli hata niliona mimi, kuna sehemu nuni hawajaweka, wamesahau, nikasema nadhani ni typing error. Basi kama ni typing error sawa, na mimi nilikuwa na swali hilo kabisa, Ulighafilika kuweka haina fatha. Basi umeshajibu swali. Okay, dada Hawa nimeona pia swali. Dada Hawa unaweza kuuliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nilikuwa na shauri hivi ustadhi, kwa kufanya mazoezi tuendelee kufanya kule kule kwenye grupu, kwa sababu tukianza kusoma huku watu wawili, mtu ukiona sio zamu yako saa nyingine inaweza ikakupelekea hata unasinzia, si unajua tena muda mwenyewe unakuwa umeenda, lakini kama mwalimu unakuwa una present inakuwa inatusaidia umakini zaidi. Okay. Hakuna shida katika hilo. Haya, insha Allah. Jamani, mmesikia alichokisema dada? Yote kheri tu. Mimi naungana mkono na huyo dada ambaye ametoka kuongea sasa hivi. Ule tuendelee na mazoezi na huko tuendelee na kusoma. Na kama mtu yuko committed mwenyewe, utasoma kwa muda wako na utapata mtu wa kusahihisha. Lakini tukisema tuanze kusoma wawili kwenye hivi, mimi naweza kusema zote heri kwa ajili wote tuko katika hatujui, ndio maana tuko katika kujenga, na ninapenda competition ya hili. Darasa likiwa la twende inakuwa ni changamoto, lakini kama hivi kuna huyu anasema hivi anasema hivi, mashaallah, yani wote wanataka pupa, wana hirsi ya kusoma. Haya, okay, basi ngoja nimpigie Ustadhi Najash atupe ufafanuzi kuhusiana na kesho na kesho kutwa, inshallah aingie hapa. Utatujulisha kwenye grupu kama kesho tunasoma au tusome. Naona Ustadhi Najashi yuko busy kidogo, pengine na darasa nyingine, inshallah nitawapa majibu katika grupu inshallah taala. Lakini kwa kawaida utaratibu ni hakuna kusoma, lakini kwa kuwa ni maombezi jana yamekuja, inshallah, kwa kuwa pia Arabic Service iko chini ya serikali na imesajiliwa officially kupitia BRELA. Kwa hiyo kama iko official imesajiliwa kupitia BRELA, so kuna zile ambazo ni national holidays kama hivyo Karume Day, Nyerere Day, Idi, zile zote. Kwa kuwa una katiba, unaanzisha taasisi yako na una katiba ya kwako wewe mwenyewe, na wao serikali wanakupa utaratibu na protocol za kuweza kuendesha na namna ya kuendesha taasisi. Na pia ndugu zangu katika imani, huwezi kusajili taasisi yoyote ile, lazima upitie BAKWATA. BAKWATA ndo zina authorize taasisi zote za kidini Tanzania,
zote za kidini, iwe ni Sunni, iwe ni Shia, iwe ndo zina authorize. Kwa hiyo sasa wale wanakupa kanuni na taratibu ambazo zimetengenezwa na serikali kwamba holiday zote yani kunakuwa hakuna, lakini sasa kwa wanafunzi wao wakipropose au wakiomba basi tunaangalia utaratibu wa kuweza kuwasaidia katika jambo hilo. Japo na tukifata dini yetu sisi katika Uislamu, Allah anasema walan tarada anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, Allah aliposema na hamtoridhishwa na tabia za makafiri na manasara mpaka tufuate mila na desturi zao, basi inakuwa kwetu sisi tunatakiwa tusome kwa lazima according to Allah. Lakini sasa kwa kuwa tuko kwenye system na tuko katika chini ya serikali na serikali imeweka BAKWATA kutoa muongozo wa taasisi na jumuiya zote, ndio maana basi Ustadha hatukusikii. Amekata sauti. tutasoma na Jumatatu pia tusome inshallah. Kwa hiyo kesho tutaendelea na kipindi inshallah, na Jumatatu inshallah biidhnillah tutaendelea na kipindi biidhnillah tabaraka wa taala inshallah taala. Naam, naona kuna maelekezo huko. Swala la muda itabidi mfikirie tena vizuri, sababu hii ni adult learning na hizo holiday. Okay, sawa, tunaelewa swala la muda. Dada Sauda, hizo ndizo ambazo wengi wetu tunakuwa na muda mzuri, sidhani kama kubaliana humu itakuwa ni shida. Samahani kwa mawazo tu. Sawa, inshallah kesho tunasoma na Jumatatu tunasoma inshallah biidhnillah. Hilo tayari ustadha ameshaniambia, hakuna shida inshallah biidhnillah taala. Kwa hiyo kesho tutaendelea na kipindi, tukutane tena kwenye kipindi inshallah. Haya, na kule basi kwenye zoezi hilo inshallah watu wajitahidi kutuma voice inshallah, na wale ambao sijasikiliza inshallah nitawasikiliza biidhnillah tabaraka taala. Voice zinakuwa ni nyingi. Kuna mtu mmoja anatuma voice 5. Mtu mmoja anatuma voice 5 zenye dakika moja. Sasa hapo natumia dakika ngapi kumpokea salamu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Naam, inshallah ni siku nyingine leo tena tunaendelea na darasa letu kama alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na kwa uwezo wake. Ni wengi walitaraji wafikiwa na siku ya leo, lakini Allah hajaweza kuwafikisha. Wengi pia walitaraji waweze kuwa katika kipindi kama hichi, lakini kutokana na sababu na dharura kadha wa kadha Allah hajaweza kuwafikisha na kuweza kufika siku ya leo. Alhamdulillah. Uchache wa shukrani hatuna budi kusema alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani, pia nichukue fursa hii kutoa hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sehemu ya mawaidha, lakini walau tu moyo basi anapata walau kwa dakika moja tu. Ndugu zangu katika imani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ni'matani maghbulatun linnas, neema mbili zinakuwa ni adimu sana kwa watu. Neema hizo mbili zinakuwa huwa ni adimu sana kwa watu. Neema mbili zinakuwa ni adimu sana kwa watu. Ama ndugu zangu, neema ya kwanza as-sihhatu, afya. Neema ya afya ndugu zangu katika imani ni adimu sana kwa watu. Neema ya pili al-faragha, huwa na muda. Kuna watu Allah amewajalia neema ya afya, wana uwezo hata kwenda kuperform pilgrimage, yani kwenda kuhiji, lakini Allah hawajawapa muda. Yani mtu ana afya na ana pesa. Pesa hizi hapa milioni 15, labda milioni 12, milioni 11 za kwenda kuhiji, na afya yuko madhubuti, lakini hana muda wa kwenda kuhiji, labda siku 15, siku 20, hana muda kabisa. Faragha. Yani watu wengi hawana muda. Unakuta saa nyingine mtu unataka uende tu ukashiriki msiba, mazishi, basi unakuta hauna muda. Unataka ukamuone tu mgonjwa, ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni swaiba yako, ni jirani, kapatwa na changamoto yoyote, lakini hauna muda. Hizi neema Mtume alisema ni adimu sana kwa watu. Muda, faragha. As-sihhatu, afya, pia ni adimu sana kwa watu. Kuna watu wana muda wa kutosha na wana pesa za kutosha kufanya hija, kufanya mema na khairati, lakini Allah hawajawapa afya. Kwa hiyo ukiwa na hichi unanyimwa hichi, ukiwa na kile unanyimwa hichi huko. Kuna watu kweli wana muda lakini afya hawana. Kuna watu wana pesa za kufanyia mambo, za kufanyia majambo, lakini muda wa kwenda kufanyaje, kushiriki, afya ile, yani wana pesa na nini, lakini afya yao Allah subhanahu wa ta'ala hajawezesha kwenda kufanya mambo kadha kadha na kushiriki mambo kadha kadha. Kwa kuwa Allah amekupa neema ya muda, mshukuru Allah. Kuna mtu anatamani sasa hivi apate muda walau dakika 20 tu za kusoma, hata 10, hana muda. Afya ni muda, hiyo ndo faragha. Wasihhatu, neema mbili Mtume alisema maghbulatun linnas, adimu sana kwa watu. As-sihhatu, siha, afya iliyokuwa njema, wal faragha, pamoja na wasaa wa kufanya jambo fulani. Alhamdulillah, tumshukuru Allah, tusemeni alhamdulillah, sisi tuliojaliwa miongoni mwa hivyo viwili kati ya hivi. Ndugu zangu katika imani, Alhamdulillah. huo ulikuwa ni mukaddima, utangulizi kidogo, ili tuweze kuendelea na darasa letu siku ya leo biidhnillahi taala. Ndugu zangu katika imani, tumeshaingia katika darasa letu, tuko katika darasa letu ambalo ni kama hilo tunaloliona, na darasa ni, nadhani darasa letu, nitoe mrejesho wa darasa ambalo jana tumelifanya. Mrejesho wa darasa ambalo tumelifanya jana, alhamdulillah, ni darasa ambalo kwa kweli nimefurahi sana kusikia wanafunzi wangu wamelisoma darasa hilo. Alhamdulillah, nimefurahi sana kuona wanafunzi wangu wanasoma darasa hilo, na sijategemea kama watu watasoma vizuri na ipasa.
Ustadhi, umepotea hewani au ni kwangu tu? Hapana, kwa wote tu. Naona kama network yake sio mzuri alipo. Asante, hata huko hatumsikii. Tunaona tu Arabic service. Naona amerudi lakini bado Lakini hatumuoni mwingine. hajarudi. Simuoni kabisa. Hajarudi bado, hajarudi. Kwake changamoto msikini. Mtandao. Mvua hizo. Changamoto hii tulipata sisi tu darasa la kwanza. Je, wala pige mtoto wanakuwa mtihani kwa kweli. Au mzigo unaelemea watu wengi. Inawezekana watu wengi. Watu wengi hapana. Watu wengi, kila mtu anatumia internet yake. Hata mkiwa wengi, kila mtu anatumia internet yake. Ndio. Basi kwake kutakuwa na shida. Haijakaa sawa. Tumsubirie aenda na mitambo. Ndio tunamsubiria, subira. Awali tumpata zetu wakati sahihi. Wakati tunamsubiri ustazi, huwezi kujua, kila watu wana changamoto zao. Wakati tunamsubiri ustazi, naomba niulize. Kuna mtu ana huduma ya stationery? Mkazi wa Dar es Salaam? Hapana. Sijui unataka kuprint nini? Nilikuwa nataka kuprint hiki kitabu, manake nimeenda kutaka kuprint nimeambiwa 50,000 eti ananiambia kitabu hiki, hii soft copy ambayo ya darasa juzu yetu tupatia ustazi. Nilikuwa nataka kuprint. Sasa nimeenda hiyo stationery eti ananiambia 50,000. Nilikimbia. Wani ni page, ziko page ngapi? 102. Nikamwambia yani page 102 kitabu na kuliko na kinunua bei kuliko hata ada. Sasa maana yake kuna sehemu wana print wengine bei rahisi. Maana ukienda watu wana print page 100 shilingi 100 itakuwa ghali. Kuna watu wanafanya page shilingi 30. Yani watu sasa yeye anafanya page moja shilingi 1,000. Kwa hiyo page 102 akaniambia 50,000. Sana mwalimu 1,000. Nasema kama unahitaji unaweza kumwambia kwa wasiliana nayo pale. Yani stationery ambayo ni ya kawaida tu hivi wana print page shilingi 100. Lakini stationery ambayo zina print vitu vingi kama hapa banana wapi unakuta page shilingi 30, shilingi 40, shilingi 50. Lakini ni copy shehe wangu. Anasema Hiyo sio printing. Lakini kitabu sio sawa na copy ya vitu vingine jamani. Yaani hapa. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimerudi hewani. Maeneo kidogo ninayokaa kidogo kuna changamoto ya network inshallah. Natarajia nihamie mjini kwenye network nzuri. Huku kidogo. Au mimi nikuhamishia Omani, maana huko hata umeme tu ukatiki. Alhamdulillah, mashaallah itakuwa vizuri sana. Jamani mimi nitahama huku nilipo. Maana huku ni ndani nyumba yenyewe iko kwenye muinuko, muinamo, yani network kidogo inanisumbua sana. Natarajia inshallah biidhnillah nikihamia mjini kidogo ndo network inakuwa iko vizuri, yani kwa mitandao yote biidhnillah taala. Kwa ndugu zangu msinichoke. Inshallah ala kujali. Amin inshallah. Watu Omani huko mnara sana huko, mashaallah. Yani huko hata umeme tu ukatiki. Neema sana, hiyo neema kubwa sana. Haya, okay, tunaendelea na darasa letu. Alhamdulillah, nadhani mlikuwa mnanisikia mwanzo. Mashaallah, usomaji wenu ni mzuri. Allah alipe kila la kheri, Allah afungulie milango fahamu. Wallahi nafarijika sana ninaposikiliza voice note zenu. Yani mnasoma vizuri sana mashaallah. Yani sina la kusema, lakini naona
tutamaliza kitabu kwa haraka sana. Mwitikio ni mkubwa sana wa usomaji, japo sio watu wote wanaotuma voice, lakini kwa wale ambao ninawasikiliza na wale ambao wanatuma lakini sijasikiliza voice note zao, napata faraja kubwa na hamasa zaidi ya kuwafundisha wanafunzi, kwa ajili mnasoma vizuri sana, mashaallah. Allah abarik, Allah awalipe kila la kheri. Makosa ni madogo madogo tu, inshallah yatakaa sawa inshallah. Nadhani jana tuliishia kwenye herufi tuliishia ain. Leo tutaendelea hapa chini ghain. Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii ni herufi ghain. Hapa itasomeka ghain fatha gha gha, ghain fatha gha gha, fa fatha fa fa, ghafa, ra fatha ra ra, ghafara, fa fatha fa fa, ghain fatha gha gha, fa gha ra, fa fatha fa fa, fa ghafa, ra fatha ra ra, fa ghafara. نون فتحة نا، زال فتحة زا زا، نازا، غين فتحة غا غا، نازغا، فا فتحة فا فا، صاد فتحة صا صا، فا صا، لام فتحة لا لا، فصلا، أليف فتحة أو نزل اسمها أليف أمزة فتحة فا فتحة فا فا، آفا، لام فتحة لا لا، آفا لا، صاد فتحة صا صا، را فتحة را را، صارا، فا فتحة فا فا، صافا. فتحة قا، تا فتحة تا تا، قاتا، لام فتحة لا لا، قاتلا، تا فتحة تا تا، فتحة قا قا، تاقا، عين فتحة ع تاقا، أليف همزة فتحة ubao. Jamani, ubao uonekani kwa wote au ni kwa dada yangu aliouliza tu? Kwetu sisi wengine tunauona. Mimi naona Okay, saidieni namna kupata ubao. Okay, naendelea. Jaribu scroll kwenda chini dada yangu, unaweza kuona. Okay. Ta fatha ta ta, qa fatha qa qa, taqa, ain fatha a, taqa, alif hamza fatha a, ba fatha ba ba, aba, qa fatha qa qa, abaqa. اوكي. كا فتحة كا كا، تا فتحة تا تا، كافا، با فتحة با با، كاتبا، أليف Ubao umetoka. Kwa wote au kwako tu Sheikh? Umerudi. Ulitoka wote. Ba fatha ba ba, kataba, أليف أمزة فتحة آ، كا فتحة كا، آكا، لام فتحة لا لا، أكلا، تا فتحة تا، را فتحة را، تارا فتحة كا، تاركا، لام فتحة لا لا، عين فتحة ع لا، نون فتحة نا لا، سين فتحة سا، لام فتحة لا لا، سلا، فا فتحة فا، سلفا. اوكي، naendelea. نون فتحة نا، زال فتحة زا، نازا، لام فتحة لا لا، نزل،
Okay, tunaendelea. Mim fatha ma. Mim fatha ma. Nun fatha na. Mana. Ain fatha a. Mana'a. Alif hamza fatha a. Mim fatha ma. Ama. Ra fatha ra. Amara. Ha fatha ha. Ka fatha ka. Haka. Mim fatha ma. Hakama. نون فتحة نا با فتحة با نابا ذال فتحة ذا نبذا ميم فتحة ما نون فتحة نا مانا عين فتحة ع منع سين فتحة سا كاف فتحة كا ساكا نون فتحة نا سكنا ها فتحة ها لام فتحة لا هلا فتحة كا هلاك جيم فتحة جا ها فتحة ها جاها را فتحة را جاهرا واو فتحة و سين فتحة سا واسا قا فتحة قا واساقا فا فتحة فا واو فتحة و فا ها فتحة ها فا با فتحة با فا با يا فتحة يا دال فتحة دا يا دا كا فتحة كا يا داكا واو فتحة و يا فتحة يا ويا دال فتحة ذا ويا ذا را فتحة را ويا ذا كا فتحة كا ويا ذا. Naam, alhamdulillah tumeweza kumaliza. Nadhani hapo tutakuwa tumemaliza fatha. Tumemaliza fatha, alhamdulillah biidhnillah. Haya, nakuja kidogo katika uchambuzi wa hizi herufi na namna zilivyounganishwa. Ndugu zangu katika imani, ghaini tunaiona. Hii ni ghaini ina fatha. Angalia ghaini ilivyounganishwa na fa. Tofautisha. Zote zina nukta mbili, zote zina nukta moja juu. Ghaini ina nukta moja juu, fa ina nukta moja juu. Kwa hiyo angalia ghaini ilivyo. Ghaini mwanzo imetangulia. Ghaini na aini na fanana. Tofauti ni nukta moja juu. Ghaini kama hivyo unaona imeachama, imeacha mdomo wazi. Hiyo nenda nayo. Imeacha mdomo wazi. Ghaini. Angalia inafuata ni fa. Ghafara. Fa ghafara. Fa ghaini angalia ilivyokuwa katikati. Samahani mwalimu kidogo kabla hajaendelea. Naam. Kuna ambao wamewasha mic, wazime mic yetu usikie vizuri. Tuendelee. Okay. Angalia fa, angalia ghaini ilivyokaa katikati hapa. Angalia ghaini, lazima ujue kutofautisha ghaini na fa. Angalia ghaini na fa ilivyo. Ghaini na fa. Hapo unaweza ukasema fa fara. Fa fara. Lakini kumbe fa gha fara. Kama ukisoma vibaya. Tofauti iliyoko baina ya ghaini na fa. Angalia ghaini imejikunja. Fa imekaa mduara moja kwa moja. Na ghaini katika kujikunja kwake katikati haina tobo. Ina maana hakuna, there is no hole. Hakuna kama shimo. Lakini fa hapa inaonekana kuna hole. Kuna upenyo au shimo. Nadhani nimeeleweka hapo. Hapo sasa itaweza kutofautisha baina ya ghaini na fa. Fa gha fara. Na hapa juu pia the same. Unaona tu ghaini kama ilivyo, fa kama ilivyo. Okay? Nazagha. Nazagha.
nazagha, nun imeungana na zal kama inavyoonekana. Haya, tunakuja faswala kama inavyoonekana. Faswala, hafala, hii hapa inaonekana very simple na very clear, inaonekana hapa ni swarafa. Swarafa, hiyo inaonekana imeeleweka na inaonekana very clear, inaonekana. Hii ni qatala. Qatala kama tunavyoona hii hapa iko clear na inaonekana. Hii ni taqa'a. Taqa'a, angalia ta, angalia qa, zote zina nukta mbili mbili juu, lakini qaf inaonekana hapo ina mduara juu na inakuwa ina hole katikati, ina shimo katikati, inaonekana kuna uwazi, kuna upenyo katikati kama inavyoonekana. Usio kachanganya ukasema hiyo ni qaqa'a, ukasema hiyo ni qaqa'a, au ukasema hiyo ni tata'a. Hapana, hiyo ni taqa'a, inaeleweka. Aba, abaqa, hii ni maarufu, hakuna atakayeshindwa. Okay, tunaendelea. Kataba, angalia kafu mwanzo ilivyoandikwa kataba. Inshallah, pia nimeona kuna watu wanaandika, mashallah, safi kabisa. Ili na kupractice wewe pia uwa perfect katika usomaji. Unapoandika pia ni kichwa unakishughulisha, kichwa unakisemesha. Kaf inakuja hivi, inaenda hivi, ninakunja, ninakuja, naandika hivi. Na kufanya una practice na unakuwa vizuri. Kama una muda, practice kuandika pia, inapendeza. Kataba, angalia kafu ilivyokuwa hapa mbele. Kaf, kataba, ilivyoandikika hapa mbele. Kataba, hiyo inaeleweka. Akala, angalia kaf ilivyokuja hapa, haina tofauti na hii hapa kataba. Okay, taraka, kaf imejitenga mwisho kwa ajili ya re, haiwezi kuunganikana na kaf. Laana, laana, japo hapo kwenye naona huku mwisho nun wamesahau kuweka fatha juu. Hiyo ni typing error tu ambazo ziko. Haya, laana inaonekana hivyo. Salafa, salafa, sin, lam, fa zimeungana zote. Hizi ni herufi zimeungana zote. Hii sidhani hata kama kuna mtu atakayemshinda. Unaweza tukaamshwa usiku saa 8 usiku kaambia hii ni nini? Nasema salafa. Yani haina complicated. Iko inaeleweka, masha Allah. Nazala, nun, nazal. Hii hapa ni nun, hii hapa ni zal. Zimekaribiana hizo nukta. Kwa hiyo isikuchanganye. Kwa kuwa huku juu umesoma nazala na huku basi huku inaonekana katika uunganishwaji wake. Japo zimekaribiana, usije ukasema tara, tara la, tara la. Hapana, hiyo ni nazala. Zimekaa kidogo different na zimetofautiana. Nun, nukta ya nun iko juu kidogo na zal iko chini kidogo. Naam, ndugu zangu katika imani, tunaendelea. Manaa, manaa, mim fatha ma, nun fatha na, ain fatha a. Manaa inaonekana hapa mim, nun, ain, hizi hapa zinaonekana na iko very clear na inaonekana vizuri. Ama, amara, angalia alif hamza fatha a, mim fatha ma, ra fatha ra, amara iko clear na inaonekana. Hakama, hakama iko clear na inaonekana. Angalia kaf ilivyokunjwa ikashuka chini ikaja mim mbele yake. Kwa sawa. Nabadha, nabadha ilivyoandikwa nun ba, nun nukta moja juu, ba nukta moja chini, naba, dhal ikaungana pamoja na nun, naba, nabadha. Manaa, manaa hii hapa inaonekana vizuri. Angalia aini mwisho ilivyoungwa, angalia aini hiyo ishike vizuri, baadaye isikusumbue. Okay, sakana, hii maarufu pia kafu ilivyokaa. Halaka, halaka. Okay, halaka ilivyo, angalia ha ilivyo, angalia lam ikaja, angalia kaf ikiwa mwisho. Tulikuwa tunaitafuta sana hii. Okay, tutaenda na mfano huu hapa.
halaka. Angalia moja moja, angalia ha ilivyojitenga yenyewe, angalia ha ilivyojitenga yenyewe, ndugu mwanafunzi. Alafu herufi iliyofuata ndugu mwanafunzi ni lam. Alafu mwisho kabisa ni kaf imejitenga yenyewe. Kaf imejitenga yenyewe. Kwa hiyo nitengeneza neno halaka. Halaka. Shekhe, video imeondoka. Kwako video imeondoka. Okay. Imerudi. Sina mimi. Imerudi eh? Kwangu hamna. Ipo, labda ni mtandao tu kwake. Okay. Halaka lazima uwe nayo makini. Angalia lamu ilivyokuja, alafu kaf ilivyotokezea mwisho ikaenda. Angalia lam ilivyo na kaf ilivyotokea mwisho. Yaani imeanza lam alafu ikaja ka kamaliza. Sijui tumeelewana vizuri? Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vizuri. Halaka. Okay? Tunakuja jahara. Jahara kama tunavyoona jim na he. Angalia he. He inakuwa juu na chini. Katikati imepita mstari. Angalia jim na he. Jim ilivyo, he ilivyotengenezwa hapo. Jahara. Sawa sawa. Wasaqa. Wasaqa. Wao fathawa. Wao imejitegemea kwa ajili wao, ikiwa mwanzo huwezi kuunganisha na herufi yoyote. Ikiwa katikati pia the same, huwezi kuunganisha na kitu yoyote. Yaani wao si haiunganishiki na herufi yoyote, huwa ikogo independent yenyewe, imejitegemea yenyewe sehemu yoyote. Video imetoka, hauwezi kuunganisha. Okay, tunaendelea. Wasaqa. Sin na qaf kaswako maarufu. Okay, fawahaba. Fawahaba. Umeona eh? Okay, hapa nimesema fa imeungana na wao kwa ikiwa katikati. Inavyoungana na wao ikiwa katikati. Fawa. Umeona nini? Wao ikiwa katikati. Okay. Fa ikiwa na wao. Umeona? Wao ikiwa katikati inaungana. Na kama ikiwa mwisho, kwa mfano sijui itakuja mfano gani iwe mwisho ili iweze kuungana na herufi nyingine, lakini kwa hapa mwanzo inakuwa ni independent, haiunganishiki na herufi yoyote, inakuwa imejitegemea. Lakini kwa hapa katikati kama tunapoona fawa imekuja kutokea hapa, fawa haba imeungana na fa. Ya fathaya ya daka, hii ni maarufu, inajulikana sana. Wa ya dharaka, wa ya dharaka, unaenda sawa. Wa ya dharaka, hizi zimekuwa nyingi kidogo kama fawahaba. Wa ya dharaka, wa fathawa ya fathaya, ya imeungana na dhal, alafu hapa kuna ra, kuna ka fathaka. Wa ya dharaka. Ndugu zangu katika iman, tutaishia hapo inshallah kwa leo. Kama kutakuwa kuna swali naomba niulizwe. Naam, bismillah. Urudie tena mwalimu. Turudie mwanzo. Okay, nirudie mchanganuo kama huo, rudie kusoma herufi moja moja. Mwalimu, mimi nilikuwa na wazo langu kabla hujaanza kurudia. Ndio. Kwa sababu hapa tupo kwenye somo la mwisho la fataa. Somo linalofuata ni la herufi ya fataa. Kwa hiyo hilo somo usitufundishe, kila mtu atwalii kivyake akusomee. Hizi mbili tuliosoma ni mtu atwalii tu aweke kichwani kwake.
somo linalofuata bila kutufundisha kila mtu asome. Okay, hiyo ni rai. Kila Kama mtu asome wataridhika pia. Hata shuleni inshallah. wanapewa mitihani. Hata hapa sasa hivi anavyosema turudie, ni mwalimu mwenyewe tu anachagua hapo, somea hiyo hapo. Okay, basi mashallah. Haya, hapa tunaenda haraka kama mwanafunzi amesema turudie. Zime maiki zetu ili tusikilizane. Okay, ghafara, ghafara, faghafara, nazagha, fasala, afala, sarafa, qatala, taqa'a, abaqa, habaqa, qatala. Okay, anaendelea hapo. Kataba, akala, taraka, la'ana, salafa, nazala, mana'a, amara, hakama. Hapo nisikize, hakama, usiseme haqa, hakama. Nabadha, mana'a, sakana, hama, hamaka, halaka, sorry, halaka, jahara, wasaqa, fawahaba, yadaka, wayadharaka, wayadharaka. Okay, haya, kama kutakuwa kuna swali hapo. Nimerudia kwa uchache na nimerudia ile ya jumla. Okay, swali. Son shop. Mimi nilikuwa nishauliza, msema nimesahau nishaongea. Okay, Sasa sijajua kama wenyewe wameridhia wanafunzi wenzangu. Okay, tutaenda kwenye tushamaliza actually. Fatha tushamaliza. Sidhani kama kutakuwa kuna exercise. Ni zoezi huku chini kuna aiwa ili hapa. Hii hapa ni zoezi exercise. Yeah. Hii ni zoezi tu ambalo mtasoma tu kawaida. Ili sila fatha zenyewe tu au? Fatha tu zenyewe basi. Hasada. Sasa hizi ndio nimesema kila mtu asome alafu akusomee hizi. Tuache ili darasa tulilofundishwa. Hakuna shida inshallah, tutalifanyia kazi. Tutalifanyia kazi kama itawezekana, tutatuma tu kwenye group kule watu wafanyie kazi. Kama inaeleweka vizuri basi tukimbizane na herufi na haraka ambayo ni kasra. Okay, swali. Sheikh, samahani kidogo. Naam brother. Mimi nina kitabu cha kidogo hapa kuhusiana na somo hilo la Fataha. Naam akhu. Kuna fata za irabu mbili, kuna zingine zinaenda fata mpaka za irabu 3, yani kila herufi imekwenda kwenye mtindo wa peke yake. Ndio. Sasa dada yangu alichokuwa nakizungumza hapo cha kusema tusome ndio mmoja. Sasa ndio nitaka nikuulize kwamba mtu akisoma angalau asome kwa zile za herufi 3 au za herufi 2 au herufi ambazo zilizounganishwa. Okay. Ndio swali langu tu hilo. Kwa mfano hii ubao unavyosoma sasa hivi hapo ambalo umesema ni zoezi, ni herufi za muunganiko. Kwa hiyo kama ni za muunganiko ina maana tutafute sehemu ambayo
tutakuwa tunaangalia herufi za muunganiko na kuanza kusoma. Labda ndio nilichokuwa nataka kujua, au tuendelee kwa kuzitenganisha kama zilivyo. Okay, mashaallah. Naam, swali zuri. Okay, sawa. Sasa yale ni mapendekezo tu nadhani aliyatoa dada katika kushajiisha usomaji na pia kushajiisha watu waweze kufanya juhudi ya kusoma, na ili tuweze kwenda mbele kwa haraka zaidi kama uelewa huko. Sawa. Sasa ndilo mimi nalipenda, ndilo nachokipenda. Hapo tulikuwa tunataka tu kujua kama litawezekana. Ni jambo jema, kwa sababu kusoma hatukimbizani na muda. Tunachohitaji sisi ni kujua au kufahamu. Kwa hiyo kama ni kujua au kufahamu, kwa hiyo twende tu hivyo taratibu, tuambie zile za kuungana tusome, tupeane ruksa. Leo wanasoma watu watatu, dakika 20 zinaisha, unajibu. Tukimaliza kesho yake wanasoma tena watu watano, hivyo hivyo dakika 20 zinaisha. Hata tukimaliza wiki kwa kuwapa watu nafasi kwa kukusomea, ni nzuri zaidi kuliko kukimbizana. Okay. Kwa hiyo ndio kweli. Kwa vile vile naenda kujifunza kwa mwenzio, vile vile na mwenzangu anasema, kwa hiyo zaidi mimi nijitahidi na mimi ninafuatilia kwa vizuri zaidi. Brother Musa, usikiki vizuri, toa maoni yako vizuri tukusikie ndugu yangu. Nilisema kama alivyosema mzetu Yakubu hapo, kwa ipangiwe kila siku wasome watu wawili au watatu kwa kutumia angalau dakika 20 au dakika 10. Okay, kila mmoja present mbele hapa. Naam. Ustazi, nakuwa hiyo ni kama vile unatufanyia mtihani kama tumeweza kwenye Fatiha, kwa sababu hizi zote zimeunganishwa na pia zipo tatu tatu. Kwa hiyo kama watu tupo makini, inabidi tusome hizi wewe bila kutufundisha, ili ujue wanafunzi wako kweli wapo makini. Na kusoma kwenye grupu, je, utamwachia nani? Mimi nilisema tusome kwenye grupu. Kaka zangu huko ndo wamesema tusome hapa. Kwa maana hiyo utupe mtihani tusome kwenye grupu. Okay. Bila kutufundisha. Okay, basi hakuna shida. Okay, kusoma kwenye grupu ni normal, lakini ulichokiongeza, yani ni kawaida kusoma kwenye grupu, lakini ulichokiongeza ni kusema hatujafundishwa somo lingine kama hiyo zoezi, basi ni direct kila mmoja aweze kusoma kwenye group inshallah. Basi brother Yakubu pia na la kwako alichukua inshallah, ili tuweze kuenda nalo inshallah. Nitamshia ustadhi ajash katika hilo inshallah. Utakuwa kuna lingine pia? Kama hakuna inshallah, kulikuwa kuna swala la kesho kusoma inshallah. Nilighafilika kumuuliza Ustadhi Najash inshallah. Mimi nimenyosha mkono. Mkono muda mrefu, naona utaratibu wa kunyanyua mikono na kuruhusiwa na kuwa mgumu. Naona watu wanaongea tu, nimenyanyua mkono muda mrefu. Karibu dada Sauda, karibu. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kuna hii kuhusiana na nani, tunaomba scroll juu kwenye ile mada ya leo tuliyosoma. Kuna swali kuhusiana na zile herufi. Okay. Okay, unasemea ipi hiyo? Hapa au kwenye ile nyingine? Scroll ama nani? Hebu scroll tena chini. 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 Au sio, niliona vibaya au ilikuwa ni nani? Ni wake kuna sehemu ulikuwa unasoma, ulikuwa na nuni ambayo haina fatha na lamu ambayo haina fatha, lakini ukaisoma kama la, na ile nuni ambayo haina fatha ukaisoma kama na. Yani okay, kuna sehemu kweli hata niliona mimi kuna sehemu nuni wajaweka wamesahau, nikasema nadhani ni typing error. Basi kama ni typing error sawa, na mimi nilikuwa na swali hilo ulifilika kuweka haina fatha. Basi umeshajibu swali. Okay, dada Hawa nimeona pia swali. Dada Hawa unaweza kuuliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mimi nilikuwa na shauri hivi ustadhi, kwa kufanya mazoezi tuendelee kufanya kule kule kwenye grupu, kwa sababu tukianza kusoma huku watu wawili wawili, mtu ukiona sio zamu yako, saa ingine inaweza ikakupelekea hata unasinzia, si unajua tena muda mwenyewe unakuwa umeenda, lakini kama mwalimu unakuwa una present inakuwa inatusaidia umakini zaidi. Okay. Hakuna shida katika hilo. Haya, insha Allah. Jamani, mmesikia alichokisema dada? Yote kheri tu. Mimi naungana mkono na huyo dada ambaye ametoka kuongea sasa hivi. Ule tuendelee na mazoezi na huku tuendelee na kusoma. Na kama mtu yuko committed mwenyewe, utasoma kwa muda wako na utapata mtu wa kusahihisha. Lakini tukisema tuanze kusoma wawili kwenye hivi mimi naweza kusema zote heri kwa ajili wote tuko katika hatujui, ndio maana tuko katika kujenga, na ninapenda competition ya hivi. Darasa likiwa la twende inakuwa ni changamoto, lakini kama hivi kuna huyu anasema hivi anasema hivi, mashaallah, yani wote wanataka pupa, wana hirsi ya kusoma. Haya, okay, basi ngoja nimpigie Ustadhi Najash atupe ufafanuzi kuhusiana na kesho na kesho kutwa, inshallah aingie hapa. Basi utatujulisha kwenye grupu kama kesho tunasoma au hatusome. Naona Ustadh Najashi yuko busy kidogo, pengine ana darasa nyingine, inshallah nitawapa majibu katika grupu inshallah taala. Lakini kwa kawaida utaratibu ni hakuna kusoma, lakini kwa kuwa ni maombezi jana yamekuja, inshallah, kwa kuwa pia Arabic Service iko chini ya serikali na imesajiliwa officially kupitia BRELA. Kwa hiyo kama iko official imesajiliwa kupitia BRELA, so kuna zile ambazo ni national holidays kama hivyo Karume Day, Nyerere Day, Idi, zile zote. Kwa kuwa una katiba, unaanzisha taasisi yako na una katiba ya kwako wewe mwenyewe, na wao serikali wanakupa utaratibu na protocol za kuweza kuendesha na namna ya kuendesha taasisi. Na pia ndugu zangu katika imani, huwezi kusajili taasisi yoyote ile, lazima upitie BAKWATA. BAKWATA ndo zina authorize taasisi zote za kidini Tanzania, zote za kidini, iwe ni Sunni, iwe ni Shia, ndo zina authorize. Kwa sasa wale wanakupa kanuni na taratibu ambazo zimetengenezwa na serikali kwamba holiday zote yani kunakuwa hakuna. Lakini sasa kwa wanafunzi wao wakipropose au wakiomba, basi tunaangalia utaratibu wa kuweza kuwasaidia katika jambo hilo. Japo na tukifuata dini yetu sisi katika Uislamu, Allah anasema walan tarada anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah aliposema na hamtoridhishwa na tabia za makafiri na manasara mpaka tufuate mila na desturi zao, basi inakuwa kwetu sisi tunatakiwa tusome kwa lazima according to Allah. Lakini sasa kwa kuwa tuko kwenye system na tuko katika chini ya serikali na serikali imeweka BAKWATA kutoa muongozo
wa taasisi na jumuiya zote. Ndio maana basi Ustadha hatukusikii. Amekata sauti, amekata sauti. tutasoma na Jumatatu pia tusome inshallah. Kwa hiyo kesho tutaendelea na kipindi inshallah, na Jumatatu inshallah biidhnillah tutaendelea na kipindi biidhnillah tabaraka wa taala inshallah taala. Naam, naona kuna maelekezo huko. Swala la muda itabidi mfikirie tena vizuri, sababu hii ni adult learning na hizo holiday. Okay, sawa, tunaelewa swala la muda. Dada Sauda, hizo ndizo ambazo wengi wetu tunakuwa na muda mzuri, sidhani kama kubaliana humu itakuwa ni shida. Samahani kwa mawazo tu. Sawa, inshallah kesho tunasoma na Jumatatu tunasoma inshallah biidhnillah. Hilo tayari ustadha ameshaniambia, hakuna shida inshallah biidhnillah taala. Kwa hiyo kesho tutaendelea na kipindi, tukutane tena kwenye kipindi inshallah. Haya, na kule basi kwenye zoezi hilo inshallah watu wajitahidi kutuma voice inshallah. Wale ambao sijasikiliza inshallah nitawasikiliza biidhnillah tabaraka taala. Voice zinakuwa ni nyingi. Kuna mtu mmoja anatuma voice 5. Mtu mmoja anatuma voice 5 zenye dakika moja moja. Sasa hapo natumia dakika ngapi